Katika mfumo wa kanisa Katoliki kuna haki na wajibu, wajibu na haki. Hivi hatutarajii mara nyingine tunawaona waamini wanajiita waamini, kwa kweli si waamini, ambao wanasema wanatafuta haki nje ya kanisa, na hivyo wanaweza kwenda hata katika vyombo vya kiulimwengu. Hii ndio inatujulisha hapa sisi ni waamini wa Katoliki na utambulisho wetu ndio huo. Ndugu zangu, Kristo mchungaji anayeteseka kwa ajili yetu ndiye ambaye Mtume Petro katika somo letu la pili ametuonesha kwa kina cha mchungaji mwema, yaani Kristo mwenyewe. Kwa kupigwa kwake mmeponywa. Mlikuwa kama kondoo waliopotea, lakini sasa mmerudia kwa mchungaji mwema, na chini ya uangalizi wake kuziweka roho zenu. Yesu si mchungaji mwema na mafundisho yake tu, bali tunaangalia mateso yake ya ukombozi. Anabeba dhambi zetu na kuturudisha kwa Baba. Hapa ndugu zangu, msingi wa ukuhani wa Kristo unapatikana katika sala na msalaba. Kwa Waingereza wamesema this is a real identity of Catholic Church, yaani huu ndio utambulisho wa dini Katoliki. Ni dini ya sadaka ya msalaba. Kristo aliyetukomboa ni yule aliyeteswa, amekufa msalabani. Tunakumbuka Ijumaa Kuu, amefufuka katika wafu siku ya tatu. Hiyo ndiyo dini ya Katoliki. Ukiona hakuna msalaba, anakimbia mateso, hiyo siyo dini Katoliki. Na hivyo ndugu zangu, basi katika hilo tusikimbie huku na huko tukakimbia uokovu wetu. Kwa sababu hiyo, wale wanaoitwa katika upadre na utawa wanaitwa kuiga mfano huu, kuishi kwa ajili ya wengine. Mimi kama mfreri ni kwa ajili ya wengine, si kwa ajili yangu. Ndio maana mimi huwa nawaambia tu, hata siku zile za badilisho, kuwa ukijiona kuwa kama kufikia upadre unatafuta utakatifu binafsi, ingia shirika la utawa wa ndani.